Biblia inasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Sasa somo letu kuu ndio hilo authority. Lakini leo tutakwenda kuangalia vizuizi au mambo yanayokwamisha kudhihirika katika mamlaka. Sasa moja ya kitu tutakiangalia jioni ya leo ni roho ya hofu. Kwanza lazima uelewe kwamba tunapozungumzia mamlaka, tunazungumzia uwezo wa kutawala. Mtu mwenye mamlaka ni yule mwenye nafasi. Mtu mwenye mamlaka ni yule mwenye uweza wa kusababisha mambo yatokee. Mtu kama huyu sio mtu wa kawaida, kwa sababu mamlaka yake ni ya rohoni na ya mwilini. Sasa ukitembea kwenye mamlaka, tayari kuna udhihirisho wa kufanana na Mungu. Kwamba yale yeye angeyafanya, sasa amekupa kuyafanya wewe, ambaye amekupa mwili. Kwa mwenye mamlaka yoyote ni mwakilishi wa mbingu hapa duniani. Na yeye anatuambia ametupa mamlaka yote. Sasa haya mamlaka, ili afanye kazi, lazima hofu isiwepo. Bwana asifiwe. Naongea na kanisa la jioni. Hii mamlaka ili itende kazi, lazima kuwe na absence of fear. Hofu haipaswi kuwepo. Hofu ni nini? Hofu ni hali ya kutojiamini. Ni hali ya kutojiamini. Ni ule moyo wa kutokuweza. Ni moyo wa kutokuweza. Huyu mwenye hofu ni kiumbe ambacho kinajitambulisha kwamba mimi ni dhaifu. Bwana asifiwe. Sasa tumesoma maandiko. Nataka tuombe, tupate muda wa kuomba. Tumesoma maandiko. Mungu analiambia kanisa lake, sisi watoto wake aliyotununua kwa thamani, anatuambia
moja ya kitu sijakupa ni roho ya hofu. Asema moja ya kitu sijaweka ndani yako ni roho ya hofu. Lakini anapoongea hivyo anasema kwamba mimi kama baba yako nimeweka ndani yako roho ya nguvu. Mahali ambapo hofu ingekaa, mimi nimekuwekea, nimekupa roho ya nguvu. Lakini namba 2 anasema mbadala wa hofu nimekupa wewe roho ya pendo. Namba 3 anasema mbadala ya hofu nimekupa wewe moyo wa akili. Moyo wa akili. Mpigie Mungu makofi. Anasema la 4, mbadala wa hofu nimekupa wewe moyo wa nidhamu. Moyo wa nidhamu. Lakini anasema mbadala wa hofu nimekupa wewe roho ya utulivu. Kwa Mungu Baba anapokuangalia wewe, amenyima hofu kuwa na nafasi kwenye maisha yako. Amenyima hofu kufanya matakwa yake kwenye siku za maisha yako. Mimi wanasemaga kwamba mshipa wa hofu ndani yangu umekatika. Na aliyeukata ni Roho Mtakatifu. Na aliukata umshipa kwa neno lake. Kwa sababu hapo awali nilikuwa na hofu na nilikuwa najua nilikuwa na hofu. Lakini mtu yule kuna namna nguvu ya neno kwa Roho Mtakatifu imeni brand kiwango ambacho hakuna hata yodi ya hofu, mishipa ya hofu haina muunganiko, hakuna harufu ya hofu inatenda kazi, na ninaanza kuona ndani yangu kuna roho ya nguvu, roho ya upendo, moyo wa akili, nidhamu, na pia kuna roho ya utulivu. Bwana asifiwe. Kwa hata kama hofu inataka kurudi ikiangalia mtandao wa kaza kiungu zilivyojengeka, hofu inatetemeka, inayayuka, inakufa yenyewe kabla hajalifikia. Kuna maandiko ya kibabe sana kwenye Bible. Tutasoma, fungua Isaya 54:14. Sasa haya maandiko yamemlenga mtu mmoja. Haya maandiko hayaongei kama yanaongea na kundi. Yanasema utathibitika katika haki. Ina maana utakuwa na mizizi. Hakuna ambaye anaweza kukung'oa katika haki. Haleluya. Anasema utakuwa mbali na kuonewa. Jehova, utakuwa mbali na nini? Na kuonewa. Awe ni mwanadamu, oh God, iwe ni mifumo yawe ni mashetani, yawe ni mazingira, yatakuwa mbali na wewe, hayatakuonea. Nataka nikuambie kwanza, mwezi wa 6
Hakuna kitu kitakachokuonea katika jina la Yesu. Anasema kwa maana hutaogopa. Hizo ni mbingu zinakuambia wewe, hutaogopa. Sema sitaogopa. Sema kwa sauti, sitaogopa. Hata 10,000 yainuke, napo sitaogopa. Hata moyo wa bahari utetemeke, hata sitaogopa. Hata wanijie makundi na makundi, sitaogopa. It means kila siku mbingu inakwambia usiogope. My God. Kwa nini? Wewe ni mtawala. Usiogope. Jehova anasema na mbali na hofu, yani utakuwa mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Kama vile utakuwa mbali na kuonewa, na hivyo hivyo utakuwa mbali na hofu. Yani hofu ina njia yake na wewe una njia yako, na Mungu amesema sikukupa roho ya hofu. Kwa wewe na hofu hamna urafiki. Wewe na hofu hamwezi kuelewana, hamwezi kuongea lugha moja. Wewe na hofu hamwezi kulala pamoja. Wewe na hofu ni maadui. Umetengwa mbali na yeye. Hana sehemu kwenye maisha yako, hana fungu kwenye maisha yako, hawezi kukaa kwenye damu yako, hawezi kukaa kwenye nyama zako, hawezi kukaa kwenye akili yako, hawezi kutumia macho yako, hatatumia kinywa chako, hatatumia hatua zako. Wewe sio kiumbe cha hofu. Haleluya. Nataka nikwambie, hofu lazima ikuogope. Ikikuona wewe, hofu ikikuona wewe, yenyewe ndio ipate hofu. Yes. Nataka uambie wewe hofu, ukiniona mimi, wewe ndio uwe na hofu. God. Hofu imenyimwa matakwa yake kwenye siku za maisha yako yote. Ukiangalia kibao cha nyama cha moyo wako. Maana siona andika hapo kwenye daftari. Haya ni ya kwenye daftari. Lakini Roho Mtakatifu ni wa ajabu. Yeye ana daftari lake liko hapo kwenye moyo. Kwa Roho Mtakatifu mambo yote anayokufundisha yeye ana wino usiofutika, na yeye ndio mwandishi. Anaandika hayo maneno anayokufundisha kwenye kibao cha nyama cha moyo wako, na hajawahi kuandika neno hofu. Kwa alina matumizi, na uwezi kutumikia hofu kwa jina la Yesu. Piga kelele kwa Roho Mtakatifu. Sikia, tutasoma Mithali 1:33. Anasema bali kila anisikilizaye atakaa salama. Nataka nikwambie, mahali penye hofu hakuna usalama. Anasema kila anisikilizaye atakaa salama. Atakuwa na amani, burudiko, pumziko, kicheko. Jehova naye atatulia bila kuogopa mabaya. My God. Haya ndio maneno ya Mungu juu yako wewe mwenye mamlaka. God. Hakuna wakati hauna utulivu. Mimi nataka nikuambie, mahali kwenye hofu hakuna utulivu. Sio utulivu kama hivyo umekaa
umejaa. Yaani mtu aliye na hofu ndani ana mahangaiko ya kutosha. Hana utulivu, hana uhakika, ajui inakuwaje, ajui inaendaje, nini kinatokea, ajui cha kushika, ajui cha kusema, ajui kila kitu, haelewi, amehangaika. Lakini Bible inasema utakaa katika utulivu bila kuogopa mabaya hata kama yapo. Mabaya yakija sio ya kuogopa. Mabaya yakija, mwenye mamlaka ana majibu juu ya mabaya. Mwenye mamlaka akiogopa mabaya mabaya yatafanya matakwa yake. Lakini wewe ni mzima mabaya. Kwa ukiona mabaya, jambo la kwanza, tulia. Bwana asifiwe. Kaa katika kutulia bila kuogopa. Jehova, unaweza ukajiona wewe ndio wa kwanza kukutana na mabaya. Lakini kuna mtu hapa alipita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Muuliza jirani yako, wewe baya lako ni lipi? Na kunyima utulivu ni lipi? Mtu amekusema kamchukua mchumba wako, baya lako ni lipi? Mtu alipita kwenye bonde la uvuli wa mauti, akasema napo sitaogopa. Akasema kwenye maji mengi sitaogopa, katikati ya moto sitaogopa. Ajenda ya mbingu ni wenye mamlaka kuishi bila kuogopa chochote. Na usiku wa leo natangaza mishipa ya woga imekatika ndani yetu. Nasema hatuogopi maisha. Oh God, hatuogopi wanadamu. Hatuogopi taarifa za daktari. Hatuogopi hali ya uchumi. Hatuogopi hali ya siasa. Hatuogopi yajayo. Hatuogopi yaliyopo. Hatuogopi chochote. Sikia, fungua hapo Zaburi 112 mstari wa 7 na wa 8. Hataogopa habari mbaya, moyo wake uimara ukimtumaini Bwana. Mstari wa 8. Moyo wake umethibitika, hataogopa, hata waone watesi wake wameshindwa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hapa anatupa namna ya maisha yetu, kwamba sisi ni viumbe vya kimaajabu, ndio maana tunaitwa viumbe vipya. Anasema hatutaogopa mabaya. Tumethibitika, hatutaogopa mabaya. Tumekaa katika hali ya kutumaini, tumekaa katika hali ya kumtegemea, tumekaa katika hali ya kuunganika na yeye, tumekaa katika hali ya kuutazama uso wake. Hatutaogopa. Kwa nini kuna kuogopa? Kitu cha kwanza kinachobeba kuogopa au hofu ni hali ya kukosa maarifa. Yule Daudi, ukisoma Zaburi ya 23, yeye unamuona alikuwa na ufahamu. Ufahamu wake unasema, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti sitaogopa, kwa kuwa Bwana, yani alikuwa na ufahamu, kwa kuwa Bwana yuko pamoja na mimi. Sio mjomba wangu yuko pamoja na mimi, sio mama yangu yuko pamoja na mimi. Maana kuna mambo mama yako anaweza kawa naogopa kuliko wewe.
Pastor Elina amenielewa. Anasema kwa kuwa Bwana yu pamoja nami, sitaogopa. Oh Jehova. Sikia. Unapokosa maarifa kwamba wewe hauko peke yako. Kwa maana ipi? Mbingu zinakaa ndani yako. Kinachokugusa wewe kimemgusa Baba. Oh Jehova. Unapopita wewe ni Baba anapita. Na kama hapo Baba anapita, sitaogopa. Jehova. Kwa sababu inawezekana ninaona uvuli lakini niko ndani ya uhai wake. Yeye anajua namna ya kutwist ule uvuli wa mauti ili mimi nitokee upande wa pili. Niko ndani ya cover yake, niko ndani ya uhai wake, niko ndani ya jina lake, niko ndani ya utambulisho wake. Sitaogopa. Ndio maana tunashuhuda, kila siku tunashuhuda. Kwa sababu inakuwa sio sisi, ni yeye anatenda kwenye maisha yetu. Oh Lord. Sikia. Swala ukishaona una hofu, ujue hapa kuna maarifa sina. Sio kwamba mimi niliumbwa hivi, mimi niliumbwa naogopa. Yaani mimi kwetu wote ni waoga tu. Ninakwambia kwetu ni waoga. Hata kweli kwetu kule walikuwa watoke usiku, mkojo ukiwabana wanakojoa kwenye ndoo. Kwa unahisi kwamba ni haki yako kuwa na woga. Lakini katika Kristo Yesu wewe ni kiumbe kipya. Achana mambo ya kwenu. Wewe ni kiumbe kipya. Kinachosoma ndani yako ni DNA ya Yesu. Damu ya Yesu ndio inasoma ndani yako. Wewe ni mtu mwingine kabisa, hajawahi kuwepo. Oh God, hofu na ipigwa jioni ya leo kwa jina la Yesu. Nasema hofu na ipigwe. Sio asili yako kuogopa. Usijifananishe na hofu. Unachohitaji ni kuongeza maarifa. Unapoongeza maarifa, unaanza kuona kuna mchakato wa Roho Mtakatifu unaoenda ndani ya mifumo ya fahamu zako. Inaua paka yodi ya mwisho ya hofu. Paka ile nukta ya mwisho ya hofu ya babu yako na yenyewe inakufa. Mwambie jirani yako, sina hofu kabisa. Mwambie kwa sababu sina hofu kabisa. Mimi ni mtawala. Kitu cha pili kinachosababisha hofu iendelee kuwepo ni sauti za wageni. Sauti za wageni. Ndio maana lazima uwe na roho ya kupambanua. Discernment. Lazima uwe nayo. Sio kila mtu akiongea unasikia. Mimi nataka nikwambie mtu wa Mungu, lazima ukubali kuwekeza kwenye sauti moja. Sauti yenye mamlaka ya juu kuliko mamlaka zote. Sauti ambayo haijatoka chini wala pembeni, sauti iliyotoka juu na iko juu ya kila kitu. Unatakiwa hiyo pekee uisikize kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Sio kila mtu akisema unasikia. Kwa sababu kama vile imani uja wa kusikia, hivyo hivyo hofu uja wa kusikia. Ayo
unayosikia yanayokuambia uwezi, hayo unayosikia yanayokuambia hauolewi, hayo unayosikia wanaokuambia hautazaa, hayo unayosikia wanaokuambia utakufa maskini, hayo ndio yanaleta hofu. Sikia sauti ya Mungu wako. Oh God, anakuambia nimekubariki, nimekusha kubariki, na hakuna yoyote atakayekosa mwenzi wake. Jehova anasema nichukua maskini wako nikakupa utajiri wangu. Wewe utakiwa kusikia sauti ya wageni. Wale kondoo sio kondoo. Hao kondoo wanaozungumziwa ni wale watu ambao wanatembea katika vina na sauti ya Mungu, wanaitwa kondoo. Sauti ya mgeni ikisema wanaikimbia. My God. Kwa sababu hawana mpango wa kuwa na hofu. Hawana mpango wa kuwa na hofu. Kwa hiyo wenyewe hawataki kusikia ili kwanza waanze kupambana kwa jina la Yesu nakataa hofu. Wenyewe hata nafasi ya kusikia hawatoi. Piga kelele kwa Roho Mtakatifu. Namuona anayeishi juu ya hofu. Hofu zote za wanadamu hazikuwezi. Hofu zote za taarifa mbaya hazikuwezi. Hofu zote za maisha hazikuwezi. My Lord. Sikia, cha tatu, uchanga wa kiroho. Unajua mtu akiwa mchanga wanamwanzishia mende huyo, mende huyo, mende. Kwanza hata hajui mende ni nini. Wanateka advantage ya uchanga wake ili kumkosesha raha na kumpotezea uhuru wake, akae kifungoni. My God. Kwa mtu unapokuwa mchanga utatishiwa visivyostahili kutishiwa. Ina maana hata pepo atakutisha. Pepo. Mwambie jirani yako, mwambie hata vijipepo vyaweza kutisha. Ukajikuta unaacha kitanda chako cha 8 kwa 8, utaenda kulala kwenye mkeka. Uchanga ni mpito. Utakiwi kukaa kwa sababu kwenye uchanga kuna athari zake. Mtu anapokuwa mchanga bado hajaweza kuwa na nguvu ya kupambanua. Yeye mahali pabaya anaweka zuri, mahali pazuri anaweka baya. My Lord. Nataka nikuambie, neema ya Kristo iko hapa. Hautaogopa kwa jina la Yesu. Piga kelele kwa sauti kabisa. Hautaogopa kwa jina la Yesu. Kitu kingine kinachosababisha hali ya hofu ni uvamizi. Uvamizi wa nguvu za giza. Kama ndani yako unakaliwa na nguvu za giza, utaanza kuona atmosphere yako imejawa na hali ya kuogopa. Tena unaweza ukajikuta watu wanakushangaa kwa sababu unaweza ukaogopa, hamna kitu cha kuogopa lakini unaogopa. Unaweza ukasema kuna mtu yuko dirishani, wakiangalia hawamuoni. Lakini wewe unaogopa kwa sababu kuna uvamizi. Hivi naongea na kanisa la maombi jioni ya leo. Nasema naongea na kanisa la maombi jioni ya leo. Sasa mtawala gani? Mtu mwenye mamlaka gani? Anaanza naomba. Wakati kuna watu kule hawajaokoka, hawaogopi. Leo kwa jina la Yesu natangaza kila mzizi wa hofu
na unyauke kutokea shinani. Unahitaji kuchukia hofu hata kama ni ndogo, kwa sababu ulipoumbwa mara ya pili, Mungu aliumba kazi njema ndani yako. Tutasoma hapo, tutasoma, utakuwa mstari wa mwisho kwa sababu pia tunatakiwa tuombe. Fungua Efeso 2:10. Tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Sasa unajua zamani kulikuwa na sehemu ya kuchonga vinyago hapo Mwenge hapa, sijui kama ipo sasa hivi. Kwa hiyo wale wachonga vinyago wanaweza kachukua mti wa mpingo, kwa sababu ndio ulikuwa mti rasmi kwa wakati huo kutengenezea vinyago sanamu. Sasa anapochukua mti wa mpingo, yeye ana kitu chake amekibuni kwenye akili yake. Sasa anaanza kukichonga, anakichonga. Ulikuwa tu ni mti gogo, ghafla unaona kuna umbo la kupendeza. Sasa Mungu anasema sisi tu kazi yake. Bwana asifiwe. Sisi tu kazi yake ya uumbaji, tu kazi yake. Tuliumbwa sio ile ya kwanza, tuliumbwa katika Kristo Yesu. Kwa tulivyoumbwa mara ya kwanza, tumeumbwa mara ya pili. Tulipoumbwa mara ya kwanza, Jehova, hofu pia ilikuwa na mahali pake, ilijipatia sehemu yake ikakaa. Kwa sababu tulipoumbwa mara ya kwanza, tuliumbwa kwa mbegu ya ribikayo. Lakini anapotuumba ya pili, anatuumba kwa mbegu isiyoharibika. God. Kwa hiyo sasa wewe ndio umeumbwa mara ya pili. Mwambie jirani yako, nimeumbwa mara ya pili. Sasa nimeumbwa mara ya pili katika Kristo Yesu. Ndani ya Kristo Yesu. Kama alivyo Kristo Yesu. Alafu aliponiumba, aliniumba kwa kusudi nitende matendo mema, hata juu yangu mwenyewe, hata mbele zake, hata mbele ya jirani yangu. Nitende matendo mema. Hayo matendo ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza. Aliyatengeneza ili mimi niweze kuenenda nayo, niweze kutembea nayo. Aliyaumba hayo matendo. Yeye ndo aliyaumba, sio mimi. Yeye ndo aliyatengeneza, sio mimi. Anasema sikukupa hofu nilipotengeneza hayo matendo, sikutengeneza hofu. Bwana asifiwe. Praise God. Hebu jicheck kabisa, hamna hofu, hamna hofu. Hamna hofu yoyote. Sikiliza. Hofu ni mnyama mbaya. Hofu ni mnyama mbaya. Hofu ni lango. Ni lango la uharibifu. Hofu ikitangulia ndani yako, hakuna kitu kibaya kitaingia. Ndio maana mwandishi wa Zaburi anaongea, wa Ayubu. Mwandishi wa Ayubu anaongea kitu kigumu. Hebu weka hiyo Ayubu. Ayubu 3:25. My Lord. Yaani jambo hilo mimi ninalicha kama kumcha Mungu. My God. Hilo jambo naliamini, nalikubali, nalitegemea kama vile kutegemea alichokisema Mungu. Hilo jambo neno zuri, naliabudu. Maana jambo hilo ni chalo, likiwa baya
kulicha unipata. Kila saa tunaliongelea hilo hilo, naliongelea hilo hilo, naliwaza hilo hilo, naliona hilo hilo. Yaani wewe muone Bwana, unaona hilo hilo, hilo hilo. Hey, tumishi. Unaona siolewi. Unaona siolewi. Unasikia siolewi. Siolewi. Kila kitu siolewi. Ukiangalia mwili siolewi. Ukiangalia siolewi. Ukiangalia gauni siolewi. Kila kitu siolewi. Hey. Anasema hilo jambo hilo unalicha litakupata. Bwana asifiwe. Anasema nalo linitialo hofu unijilia. My God. Anataka kuongea kitu kimoja, lakini anakibabadua kwa sababu ya useriousness wake ulivyo. Kwa hofu ina kazi zake. Sio kwamba tu hofu iko pale ikufurahishe kwamba ipo tu. Hofu inataka itimize mapenzi yake na makusudi yake. Lile unalolihofia litakupata. Ndio maana Mungu anamwambia kwa sababu likikupata ni baya. Usihofu. Usiogope. Anakuambia kila siku ili amnyime adui wa uharibifu matakwa yake juu ya maisha yako. Na mimi natangaza leo, hofu haitakujilia kwa jina la Yesu. Nasema tena kwa sauti, hofu haitakupata kwa jina la Yesu. Piga kelele kwa Bwana, haleluya. Inua miguu yako. Inua miguu yako kwanza, simama.